siku katika maisha yetu. Watu wakipita mahali pagumu, huwa hicho kitu kinatokea. Najua wakati ambao mtu anashindwa hata kumwamini Mungu ni wakati ambao amepatwa na magumu. Ni wenyewe mashahidi. Unapopita wakati mgumu, kuna mimba kulia na kushoto, vitu haviendi, hakuna mtu anayekuzunguka kukutia moyo, unakuta unapoteza tumaini. Unasahau kwamba kuna Mungu. Na wakati mwingine unaweza ukafika katika hali kama alofikia mwenzetu Ayubu, ya kwanza hata kukufuru siku ambayo alizaliwa. Hii ni kawaida kabisa ya mwanadamu, wala haijakosewa. Hata Yesu mwenyewe unakumbuka wakati ameteswa anaenda pale msalabani, alijiuliza maswali mengi, akafika wakati akaona kama mambo yanamzidia, na ndio maana alipopandisha mlimani akaenda kuomba, machozi jasho lake lilitoka matone ya damu, kwa sababu aliona mambo ni magumu, hawezi. Huenda wakati unafikia unaona huoni mpenyo wowote, huoni msaada wowote, ukiangalia huku na huku hakuna msaada, lakini tunasema Mungu bado yupo. Haleluya. Mungu bado yupo, hajatuacha. Lakini wakati wao mgumu, kitu ambacho nataka tujifunze, huwa tunakuwa na swali moja tu la kujiuliza. Yoyote ambaye anapita katika jambo gumu, sio jambo jepesi, gumu kabisa ambalo limeumiza moyo wake, huwa anakuwa na swali la kujiuliza. Huwa anasema hivi, na ndicho kichwa changu cha somo la leo. Inasema, kwa nini Mungu anaruhusu haya yote yanipate? Hilo swali kila mtu anajiuliza. Kwa nini Mungu anaruhusu magumu haya yanipate? Wakati unapopita wakati mgumu, hata Ayubu kipindi kile alikuwa akijiuliza maswali. Kwa nini Mungu? Kisoma kitabu cha Ayubu, karibu nusu nzima anamuuliza Mungu maswali. Kwa nini unionee? Kwa nini Mungu hivi na hivi? Lakini ni kawaida ya mwanadamu. Na Yesu, nimefikiri naye atakuwa alikuwa anajiuliza swali. Kwa nini Mungu anaenda kupata mateso haya? Kwa nini kikombe hiki Bwana kisiniepuke? Nafikiri naye alifika wakati ambao sisi wanadamu watu tunafikia. Kwa sababu naye aliuvaa mwili, alikuwa na feel kama sisi. Haleluya. Yawezekana wakati huu unajiuliza, kwa nini Mungu hujanipa kazi? Kwa nini Mungu kazini kwangu hakuna amani? Kwa nini nyumbani kwangu ni matatizo mengi? Kwa nini shida nyingi? Kwa nini ninaumwa ugonjwa? Kwa nini Mungu tu usiniponye uache? Labda nchi za wenzetu wanasema saizi, Mungu kwa nini usizuie hivi vita visitokee? Watoto ambao hawana hatia wanakufa bila sababu. Mafuriko, kwa nini Mungu usizuie? Lakini hakuna anayepata jibu. Haleluya. Na ndio maana leo nataka tujifunze. Haya maswali ni kawaida kabisa kujiuliza, wala sio dhambi. Na ndio maana hata katika kitabu cha Ayubu 10 mstari wa 3, naomba tufungue, tutakuwa mnanisaidia kusoma. Ayubu 10 mstari wa 3, aliyepata naomba asome. Ayubu 10 mstari wa 3. Ndio. Je, ni vema kwako wewe kuonea na kudharau kazi ya mikono yako na kuagiza mashauri ya waovu? Amen. Tunaona mwenzetu Ayubu alifika wakati ikabidi amuulize Mungu, Mungu kweli unanionea? Nimebadilisha tu hili swali. Aliuliza, kwa nini Mungu unanionea hivi? Kwa nini Mungu unaruhusu maadui waniatake? Yawezekana hata wewe sasa hivi unajiuliza hilo swali.
chini na wakati mimi ndo nalitangaza jina lako? Haleluya. Hayo maswali Mungu ndo ana majibu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tukisoma Zaburi 13 mstari wa kwanza na wa pili, naomba mmoja asome. Zaburi 13 mstari wa kwanza na wa pili. Bwana, hata lini utanisahau? Utanisahau hata milele? Hata lini utanificha uso wako? Hata lini nifanye mashauri nafsini mwangu, nikihuzunika moyoni mchana kutwa? Hata lini adui yangu atukuke juu yangu? Amen. Haleluya. Unaona maswali ambayo wenzetu walikuwa wanajiuliza. Daudi naye anasema, hata lini utanisahau Bwana? Yawezekana umefika wakati unaona Mungu amekusahau, upate majibu. Lakini kumbuka kwamba tupo duniani na tupo wakati huu kwa sababu Mungu anataka tuwepo. Na lolote linalotokea katika maisha yako, so as long wewe ni Mkristo, liko katika mpangilio wa Mungu. Mungu anajua kesho yake nini kitatokea kwako. Mungu anajua nini kitatokea kwangu kesho. Kwa hiyo yote yanayotokea, jua kwamba yapo katika mpangilio wa Mungu. Lakini tu kwa wale ambao tunamkiri Kristo, au kwa wale wa Kristo, au wale waliookoka. Kwa hiyo yanapokupata magumu, jua ya kwamba hili lilikuwepo katika ratiba za Mungu. Na tunasema maisha yetu yako katika ratiba ya Mungu tu. Shetani hawezi kupanga ratiba juu ya maisha yetu, kwa sababu sisi ni wana wa Mungu. Amen. Amen. Kwa hiyo kupita katika magumu, hii Mungu mwenyewe alijua toka mwanzo. Na ndio maana katika Biblia unakuta kuna mistari inasema, usiogope nitakutia nguvu. Hiyo imetoka wapi? Kwa sababu Mungu alijua lazima wewe utapitia magumu. Kwa sababu hata Yesu mwenyewe alipitia magumu. Wote mashujaa wa imani katika Biblia wamepitia magumu. Hakuna aliyekuwa akiishi maisha ya kawaida. Akiishi tu, hakuna ugumu, yani yeye anaishi tu leo raha, kesho raha, hakuna. Wote mashujaa wa imani, wote ambao tuna historia nao kama wameenda mbinguni, wote walikuwa wanapita kama tunavyopita sisi. Haleluya. Kwa hiyo usiendelee kujiuliza swali, Mungu, kwa nini ninapita haya? Jua kwamba haya ni part na parcel ya maisha yangu. Tunakumbuka pale bustani ya Eden, wakati Adam na Hawa walikosea, Mungu akatamka pale pale kwamba kuanzia sasa wewe mwanadamu utaishi kwa shida, utatafuta mwenyewe, si ndio? Utazaa kwa uchungu. Akaongea vitu vingi sana Mungu. Kwa hiyo vile ndio matokeo ya sasa hivi. Kwa hiyo Mungu alijua kwamba sisi wanadamu tunaoishi duniani lazima tutapita hiyo njia, hatuwezi kukwepa. Lakini je, tukate tamaa kwamba kwa sababu Mungu alisema? Hapana. Haya ni maisha ambayo Mungu ametaka tuyapitie. Haleluya. Kwa hiyo swali letu limesema kwamba unajiuliza, kwa nini Mungu ninapitia haya? Mungu hajawahi kuwa na jibu. Hawezi kutoa jibu akakwambia wewe unauma ugonjwa huu kwa sababu sidhani kama kuna mtu aliwahi kuambia atoe jibu kwamba wewe unauma kwa sababu ya hivi na hivi. Mungu atoe majibu ya hivi. Kwa hiyo hata tukiendelea kujiuliza, Mungu hawezi kutupa jibu. Hakupi jibu. Lakini ndilo swali ambalo tukiwa wakati wa ugumu huwa tunajiuliza. Lakini cha kushangilia na cha kumshukuru Mungu, hakupi jibu la hilo swali lako, ila anakupa njia ya kutatua lile tatizo. Haleluya. Au anakupa mpenyo ambao utatatua lile tatizo. Ndivyo Mungu anavyofanya. Na ndio maana ameahidi kwamba nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wangu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usiangalie matatizo ulionayo, usiangalie hali unayopitia. Tazama neno linasema nini. Mungu anajua mwanzo wa maisha yetu mpaka mwisho wa maisha yetu. Hakuna ambalo litaenda tofauti. Kama
tutakuwa katika mikono ya Mungu. Na ndio maana tunasema sisi ambao tumemchagua Kristo, tumchague kweli Kristo. Lakini kama mtu hajamchagua, basi ataendelea kutafuta maswali yake, atapata na majibu huko duniani. Na majibu yako mengi sana. Lakini sisi ambao tumeokoka, kama tunamchagua kweli Kristo, tumchague Kristo ili ya kwamba tunapofika wakati wa kutaharuki kwamba tunajitakuaje, basi tuwe na majibu ambayo yanatoka kwa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kaa katika mstari wa Mungu. Mungu hajawahi kukosea. Jambo unalolipitia wala Mungu hajakosea na wala hajakuacha. Ila Mungu anajua ni kwa nini anataka upite hapo mahali unapotaka kupita. Bwana Yesu asifiwe. Kaa mshukuru Mungu, mwambie Mungu makusudi yako yakatimie. Nisiteseke tu katika ile hali nilionayo, lakini niteseke kwa faida. Bwana Yesu asifiwe. Kuna siku nilikuwa nasema kwamba hivi ninapokujaga kanisani ibada za katikati, Jumapili, kila siku maombi nafunga, naomba haya kweli inachosha kutoka kule mpaka huko. Naomba hii hali nifanye kwa faida. Haleluya. Hali unayopitia usiteseke tu, lakini sema Mungu naifanya, napitia hii hali kwa faida. Ninatukana na hao watu, lakini ndani ya kutukanwa kuwa na kusudi la kimungu ambalo litanipa mimi tani. Bwana Yesu asifiwe. Usiruhusu tu mateso yasiyokuwa na faida, kwa sababu sisi ni wa Kristo na Mungu anasema hivi, analoniruhusu nipitie kwetu yeye anajua ni kwa nini. Na ndio maana basi ukiangalia hata Yesu alipoenda kuteswa, Pilato na Herode waliangalia Yesu anakosa gani, hawakuona kosa, si ndio? Hakuwa na kosa lolote, lakini ilibidi tu akateswe hivyo hivyo mpaka Pilato akatamani airishe kwamba asiruhusu yale mateso, kwa sababu aliona hana kosa. Lakini kwa kuwa mpango wa Mungu ulitakiwa utimie, basi Yesu ulitakiwa tu apite hivyo hivyo. Kwa hiyo hata wewe wakati unaweza ukawa hujakosea chochote kwa Mungu, hamna chochote ambacho umeenda tofauti, unakuja ibadani, unafanya kazi ya Mungu kwa uaminifu, lakini mazito unayopitia watu wanashangaa, wanaendelea kujiuliza kwa nini. Ni sawa na Ayubu wakati anaumwa, amepotelewa na vitu vyote. Rafiki zake wa karibu wakaja wakamuuliza, kwa nini haya yote yanakutokea? Huenda umemkosea Mungu. Lakini Ayubu alikuwa tu na majibu kwamba mimi sijamkosea Mungu. Sijamkosea Mungu. Hebu tuangalie katika kitabu cha Ayubu 22:21. Ndiyo. Ujue sana Mungu ili uwe na amani. Ndivyo mema yatakavyokufikia. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwenzetu Ayubu aligundua kwamba kumbe nimjue tu Mungu ili niwe na amani, ndipo mema atakaponijia. Lakini ukiangalia tena katika kitabu cha Isaya 53 mstari wa 4 mpaka wa 5, naomba mmoja anisomee. Hakika ameyachukua masikio yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania kuwa amepigwa na Mungu na kutekwa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichukuliwa kwa maovu yetu. Adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amen. Neno linasema kwa kupigwa kwake Yesu sisi tumepona. Haya yote tunayopitia tujue kwamba kwa kupigwa kwake Yesu sisi
tumepona. Hakuna haja ya kuendelea kujiuliza. Usiendelee kujiuliza kichwani kwamba kwa nini sina mafanikio? Kwa nini siponi? Mimi huwa nasema hiyo ni kanuni ya shetani. Shetani huwa anajua eti Ayubu wakati alikuwa na furaha akamwambia Mungu kwamba mwanao Ayubu ana furaha ya wokovu kwa sababu umempa kila kitu. Mungu akamwambia hapana, nenda kamuondolee hivyo vitu. Ayubu akaondolewa kila kitu, lakini bado alibaki pale pale. Lakini yeye shetani anawaza kwamba kumbe ukiwa umeokoka lazima uwe hivi, usipitie gumu lolote. Ndivyo shetani huwa anatuhubiria katika fahamu zetu. Na ndicho ambacho shetani anatuweza ili udhoofike kiimani. Ujione kwamba Mungu wako hawezi. Nimeokoka halafu naumwa huu ugonjwa. Nimeokoka halafu napitia haya. Mimi hata ibadani siendi. Kwa hiyo shetani yeye huwa anajaribu kutudhoofisha. Akwambie kwamba wewe lazima ungekuwa hivi na hivi. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Lakini wakati wa kupitia mateso na taabu, kuna vitu viwili huwa vinatokea kwa Mkristo. Wakati wa magumu, kuna vitu viwili huwa vinaweza vikatokea. Na ndio maana tunasema Mkristo yote lazima kuwa makini. Kitu cha kwanza, Mkristo anaweza akawa karibu sana na Mungu. Cha pili, Mkristo anaweza akaenda mbali sana na Mungu. Kwa hiyo wakati tunapitia magumu, angalia. Sema, je, haya ninayofanya wakati wa huu ugumu yananipeleka mbali na Mungu au yananikaribisha nikae karibu na Mungu? Mwingine akipata matatizo, akipita wakati mgumu, mpaka ibadani hawezi akae. Anasema siendi kuomba. Nikaombe nini? Kuna mtoto mmoja alikuwa anatarajia apate chuo kizuri. Lakini bahati nzuri, niseme bahati nzuri kwa sababu ilikuwa ni mpango wa Mungu. Mungu akampeleka sehemu nyingine. Mimi nilikuwa namtaka mtumishi anaitika. Abele, mtumishi anaitika. Siku ambapo akaona Mungu amebadilisha jibu la maombi yake. Nilikuwa tunamuita mtumishi kawaida, mimi sikujua kwamba ameumia. Akaniambia usiniite mtumishi. Nikasema kwa nini? Akasema mimi sijui kuomba. Hujui kuomba? Tukawa sasa tunaongea katika utani. Mimi sijui kuomba. Usinitage mtumishi, hilo jina sitaki, niite jina langu. Nikamwambia kwa nini? Akasema mimi sijui kuomba. Mbona nimepata hichi? Niliomba hichi kwa Mungu, mbona amenipa hiki? Nikamwambia pole mwanangu. Yaani Mungu anajua ratiba yako kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na kwa sababu ulikuwa unamtumikia Mungu, hilo ndilo jibu la Mungu. Sisi watu tunatafuta majibu yetu. Kwamba Mungu pita njia hii. Kuna mtumishi alikuwa anahubiri hapa. Akasema wewe unaweza kusema Mungu pita dirishani pale, nisaidie. Unatazama macho yako pale, unakinga mikono. Mungu nipatie. Kumbe Mungu anatokea hapa juu. Anapitia njia nyingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo Mungu yeye ana njia nyingi. Njia zake Mungu hazichunguziki. Hilo neno lina maana kubwa sana. Mawazo yake yako juu sana. Njia zake hazichunguziki. Hata hilo unalopitia, njia za Mungu hazichunguziki. Wewe mwambie Mungu, timiza mapenzi yako katika hili jambo. Katika ugumu ninaopitia Mungu, fanya kitu ambacho unataka kifanyike. Haleluya. Usitafute njia, usiombe Mungu akupe njia na wakati njia unaiona. Yaani unaomba Mungu nisaidie, kumbe wewe unajua msaada wangu utatoka pale. Utakuwa unakosa. Mwambie tu Mungu nisaidie alafu unaacha. Haleluya. Amen. Kwa hiyo wakati wa magumu vitu viwili vinaweza vikatokea. Naomba Mungu atusaidie. Itokee kwamba wakati wa magumu nimsogelee Mungu zaidi. Nilishuhudia asubuhi kwamba nilikutwa na mambo matano ambayo kila jambo lina uzito. Fikiria umekutwa na mambo matano yote kwako. Kwangu mimi ni mazito. Nikikwambia unaweza kuona huyu naye. Lakini yako yote matano na yote yanakutegemea wewe. Hayamtegemei Baba Fei kwamba moja anisaidie yeye. No. Winifrida peke yake angeweza kunisaidia, lakini kwa sababu linanihusu mimi na lazima nilifanye nini.
uishie wapi? Hapo unamhitaji Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Huwezi kukaa unaendelea. Ndio maana unakuta watu ambao wanafikiria sana kuhusu matatizo au hali wanayopitia, unakuta wanafika mahali mtu anakaa tu hivi badani, hana furaha. Mwimbaji anasema tuimbe tupige makofi, hana furaha kwa sababu anajaribu kuyasolve matatizo yake mwenyewe. Lakini cha kushangaza hataweza kusolve hata Mungu. Zaidi anaruhusu tatizo lingine Shetani atamletea, kwa sababu utaingiwa na mawazo na msononeko. Shetani anakuongezea lingine. Haleluya. Kwa hiyo naomba Bwana atusaidie. Wakati nimefika huo wakati nina mambo hayo ya kuyasolve, nilishuhudia kwamba nilikuja kanisani, nikakaa pale kwenye kona, nikasema Mungu, no, this is not fair. Tunaona maombi ya Daudi alipokuwa anaomba. Alisema Mungu, kwa nini kunionea? Mimi nilikaa na Mungu. Na Mungu, kuna kitabu kimoja nilikuwa nasoma kwamba ukitaka Mungu umweke awe karibu zaidi, ongea kama unavyoongea na rafiki yako. Na ndio maana maombi watu nasema kaa kwenye chumba cha siri. Ukikaa kwenye chumba cha siri utamwambia Mungu vyote. Usitoke na leo jambo linakuumiza ukaenda kumsimulia mtu. Hataenda kukusema kwa mwingine. Lakini ukikaa ndani, hicho kitabu nilikuwa nasoma huko na shangaa. Kumbe inawezekana. Kwamba kaa halafu piga magoti. Mwambie Mungu, unajua mwenzako leo fulani alinikwaza. Sasa Baba, nifanyaje? Nifanyaje Mungu? Amenikwaza Mungu. Amenisema vibaya. Amenifanyia hivi. Kaa ongea na Mungu kuliko kutoka kumwambia mtu mwingine. Hata kusaidia. Sana ataendelea kutamka maneno yatakayoleta impact kwenye ulimwengu wa roho juu yako. Ataanza kusema unajua yule, kaonekana hivi. Tayari anatengeneza vitu vingine zaidi kwenye ulimwengu wa roho. Na tunasema kinywa cha mtu kinauma. Akitamka huenda litatokea kwako. Kwa sababu na wewe hukua makini wakati wa kuongea. Basi shetani anatumia mwanya huo. Kwa hiyo nikakaa nikamwambia Bwana, ninaomba unisaidie. Naomba unitie nguvu. Sitashuhudia mengine lakini dogo tu ambalo Bwana alinitendea. Nikawa najua hapa sasa siwezi nifanyaje niende huko. Bwana akanitendea. Akaondoa kitu kimoja. Akasema hicho sasa ngoja niache. Mtoto aliumwa, akatutumka vipele. Mwili mzima. Yaani nikaja nikaomba nikasema Mungu, nisaidie Baba. Hili linanisubiri. Nikarudi nyumbani mida ya 2:00. Nikakuta mtoto yuko sawa. Hamna tena wala sikumpa dawa. Nikagundua kumbe tunajichosha kwenda kufunga safari. Yaani muda ule nimetoka kule nyumbani saa 12. Nije hapa kwenye maombi nimekaa mpaka saa 2. Ningeenda kwa rafiki yangu nikamsimulia hayo yote kwamba mwenzako hivi. Muda huo nimepoteza bure. Bwana Yesu asifiwe. Na mengine hayo siwezi kuyaongea, lakini Bwana aliendelea kutenda moja baada ya nyingine, yote yakafunguka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wanakutia Bwana, wewe relax kabisa. Nenda mbele za Mungu. Muite Mungu. Wala usikate tamaa. Maana hata Yesu mwenyewe kwenye kitabu cha Isaya 53, naomba mnisomee. Isaya 53 mstari wa 3 mpaka wa 5. Isaya 53 mstari wa 3 mpaka wa 5, naomba mnisomee. Alidharauliwa na kukataliwa na watu, mtu wa huzuni nyingi ajuaye sikitiko. Na kama mtu ambaye watu humficha nyuso zao, alidharauliwa wala hakumhesabu kuwa kitu. Mpaka wa 5 tu. Tayari. Hakika ameyachukua masikitiko yetu, amejitwika huzuni zetu, lakini tulimdhania ya kuwa amepigwa na Mungu na kuteswa. Bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichukuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Amen. Haleluya. Nilitaka uone ambavyo nimekwambia tu Yesu aliteswa, lakini nataka nikupe hata vitu 5 tu. Uone Yesu aliteswa kwa namna gani. Cha kwanza, Yesu alizaliwa katika familia ya kimaskini. Ukisoma kwenye Biblia anasema hivi,
Wazazi wake mpaka walikuwa wanakosa kondoo kwenda kutoa sadaka. Je, mimi nirudi nyuma kwa sababu sina fedha? Hapana. Cha pili, Yesu aliishi katika nchi ya ugeni, hakuwa huru. Je, unakaa kwa mtu ambaye anakunyanyasa? Unajiona wewe umeonewa sana? Hapana. Yesu naye alitendewa hivyo. Kingine, Yesu naye aliogopa kifo kama mimi ninavyoogopa, kama wewe unavyoogopa. Na ndio maana alisema hivi, Baba, kikombe hiki kiniepuke. Na alitoa machozi, jasho la damu, kuonesha uzito kwamba naye alikuwa anaogopa kama sisi sasa hivi tunavyoogopa. Naye alipita kama sisi. Lakini kingine, Yesu alidharauliwa mno. Wakati anaenda msalabani, watu walichana nguo zake, walimpiga, walimdharau sana. Lakini je, aliteteleka? Aliangalia kusudi la Mungu, natakiwa nifanye nini? Je, unadharauliwa mpaka unakataa kuja kanisani? Kwamba wale watu wa mama wananidharau sana, wa baba wananidharau sana, mpaka urudi nyuma umwache Mungu? Hapana. Alikataliwa na watu wote, hata ndugu wanaomzunguka. Ndio neno lile kusema kwamba nabii akubariki kwao. Yesu alikataliwa hata na ndugu zake. Alisalitiwa na marafiki wa karibu. Petro, rafiki yake wa karibu, akamsaliti. Yuda, rafiki yake wa karibu, amekuwa nao miaka 3 akifanya nao kazi, lakini ilifika tu siku moja akamsaliti. Je, kuna rafiki au mtu wako wa karibu amekusaliti? Umeendelea kuliweka moyoni na kukosa baraka za Mungu kwa sababu ya huyo mtu? Mungu atusaidie. Unaona jinsi Yesu ambavyo alikuwa anapita yote ambayo unapitia wewe. Alisemwa vibaya, akasingiziwa mambo mengi. Umesingiziwa halafu umerudi nyuma. Tuangalie Luka 23:22. Naomba mmoja anisomee. Luka 23:22. Au acha tu. Inasema kwamba Yesu alisulubiwa bila hata makosa. Unaweza ukawa umeonewa, hujakosea chochote, lakini unaonewa tu, watu wanakuonea. Ukiona Yesu alipitia haya yote, Yesu, je, kwa nini nikate tamaa? Tusome pia Ayubu, uangalie na Ayubu kidogo tu, halafu tutaenda kitu kingine. 21:4. Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mara ya kwanza nilikwambia kwamba wakati unapita wakati mgumu ukijiuliza maswali, wewe cha kwanza tu jiulize kwamba hili ninalopitia, je, ni mimi sababu au liko katika ratiba ya Mungu? Ayubu alijua kwamba yale anayopitia yako kwenye ratiba ya Mungu. Ndio maana akaandika kwamba mashtaka yangu yanamhusu mwanadamu, yanahusu dhambi zangu. Akasema hapana, yanamhusu Mungu mwenyewe. Hilo unalopitia, je, lipo kwenye mikono ya Mungu, ratiba za Mungu, au wewe umeruhusu? Kama umeruhusu, basi mwambie Mungu tu akurehemu ili utokane nayo. Haleluya. Lakini kama liko kwenye mipango ya Mungu, wala hata usihangaike, relax kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunaona mwishoni Ayubu alitendewa mambo makubwa. Mungu akaonekana, akamtetea. Wote tunajua historia yake, mambo yalivyokuwa mazuri. Ndio maana anasema utukufu wa kwanza wa mwisho ni mkubwa kuliko wa kwanza, si ndio? Mungu Amen. Utukufu wa pili ni mkubwa kuliko wa kwanza. Mungu alipomtendea Ayubu mwenyewe kwenye Ayubu 42 mstari wa kwanza mpaka wa 5, anasema kwamba nilikuwa nasikia tu habari zako na sasa nimeziona kwa macho yangu. Haleluya. Kuna wakati ambao Bwana atakuonyesha kwa macho yako mwenyewe, utaona kwamba huu ndio wakati wa Bwana wa kula matunda ya mateso yangu. Na ndio maana nikasema hilo unalopitia
unalopitia liweke kwenye mikono ya Mungu ili ya kwamba Mungu afanye kusudi. Si ajabu hapo unapopitia ndio daraja ya mafanikio yako. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anakuchelewesha usipate Mungu, labda kwa sababu Bwana anakuandalia maisha mazuri zaidi. Mungu anakuchelewesha wewe usipate kazi wakati huu, labda anataka uombe sana ili upate kazi nzuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo endelea kusubiri. Ndio maana Ayubu alisema nitaendelea kusubiri kwa sababu hili linamhusu Mungu mwenyewe, halimhusu mwanadamu. Kila siku jisemeshe, sema Mungu hili linakuhusu wewe, halimhusu mwanadamu, halihusu dhambi. Kwa hiyo naomba Bwana ukatende sawa sana mapenzi yako. Haleluya. Lakini Mungu anakusudi jema kwa haya magumu unayopitia. Mungu anakutaka wewe uwe giant wa imani kama walivyo wengine. Uwe hodari wa imani. Mtu wa kujivunie kama akina Ayubu, kama akina Ibrahimu kuambiwa kwamba mtoe mtoto wa pekee ilikuwa kwake ni mtihani sana. Ni sawa na magumu tunayopitia. Lakini mwishoni Bwana alionekana na ndio maana akamfanya kuwa baba wa mataifa. Haleluya. Amen. Amen. Naomba tumalizie kipengele kidogo. Unapokuwa katika magumu, vitu gani unatakiwa kufanya? Kitu gani ukifanya? Unapokuwa kwenye mateso, najua ni vigumu sana kusema Mungu ninakuamini. Ni wachache sana ambao wanafanya hivyo. Unapokuwa kwenye shida au unaumwa, huwezi hata kuongea neno. Hiyo ni kawaida kabisa, wala hujakosea. Kwa hiyo jambo la kwanza unalotakiwa kufanya, ona jambo au ona lile magumu, yale magumu katika mtazamo wa kimungu. Ona yale magumu katika mtazamo wa kimungu. Kuna wimbo ambao ni huwa anaimba kwamba katika magumu, wengi huwa tunaangalia magumu, hatutazami Bwana. Tunaangalia magumu. Na alimwona Bwana mbele yangu, sijui nini huko nimesahau. Lakini Mungu huwa tunamsahau wakati wa magumu. Tunatazama lile gumu, hatutazami Bwana. Sasa, hebu tazama lile jambo lile gumu katika mtazamo wa kimungu. Na maanisha nini ninaposema katika mtazamo wa kimungu? Tazama hivi hilo jambo. Ukipatwa na magumu, ukiwa katika wakati ambao ni tata, anza kusema kwamba Mungu wewe unaniwazia mema. Kama katika Yeremia anaposema, ninayajua mawazo ninayowazia ninyi ni mawazo ya amani, wala si ya mabaya, kuwapa tumaini siku zenu za mwisho. Tazama katika mtazamo. Unapopita, mwambie Mungu, unajua mawazo, ninajua mawazo unayoniwazia mimi ni mawazo mema siku zote. Hili halinirudishi nyuma. Haleluya. Lakini kingine, unapotazama hilo jambo kwamba la kimungu, sema, jiulize kwamba Mungu kwa nini analifanya hili? Maanake Mungu anaweza akatumia chochote kutimiliza mapenzi yake. Yeye Mungu hana hasara. Yeye akitaka kufanya jambo huwa anafanya. Na ndio maana aliamua mtoe Yesu, mtoto wake wa pekee. Yaani hana hasara. Kwamba nitafanya hivi kwa Winifrida. Lazima apite hapa ili lengo langu litimie. Kwa hiyo Mungu anaweza akatumia chochote. Kwa hiyo hapo unapopita, sema tu Mungu, unanitumia mimi kutimiliza jambo fulani. Sasa wewe kazi kwako kumwambia Mungu, timiliza lile jambo ulilokusudia. Timiliza jambo ulilokusudia. Nisiteseke tu kwa hasara. Haleluya. Kingine, Mungu hajawahi kuchukia mwanadamu yoyote. Nakumbuka mwalimu alitufundisha, mwalimu Dani, kwamba Mungu anakupenda wewe, uko peke yako kwa Mungu. Jione uko peke yako. Mungu hajawahi kuchukia mtu. Kuna rafiki yangu mmoja, yani huwa ananifurahisha. Akiona anapita pagumu, hawezi. Anasema kwa kweli Mungu amenisaliti. Mungu hawezi kusaliti mtu.
Haleluya. Amen. Mungu yeye anatupenda kila siku. Na kuna mtumishi mmoja wa status napenda kuiweka kwenye simu yangu. Anasema hivi kwamba unapopita wakati mgumu, jipige kifua, sema Mungu unanipenda. Haijalishi dhambi inayonisonga, haijalishi magumu ninayopitia, jipige kifua kila siku, sema Mungu unanipenda. Mungu unanipenda. Haleluya. Amen. Lakini jambo la pili, wakati unapita kwenye magumu, vunja uongo wa shetani. Vunja uongo wa shetani. Unajua shetani, tusome kwanza Yohana 8 mstari wa 44. Naomba mnisomee. Yohana 8:44. Yohana 8:44. Mimi ni wa baba yenu Ibilisi, na tamaa za baba yenu ndizo mtendazo kumtenda. Yeye alikuwa muuaji tangu mwanzo, wala hakusimama katika kweli, kwa kuwa hamna hiyo kweli ndani yake. Asemapo uongo, husema yaliyo yake mwenyewe, kwa sababu yeye ni muongo na baba wa huo. Amen. Yeye ni baba wa uongo. Haleluya. Wakati unakuwa kwenye magumu, jitahidi sana kuvunja uongo wa shetani. Shetani ni mjanja. Anajua mwanadamu anapopita wakati mgumu, huwa anatindikiwa na imani. Kwa hiyo cha kwanza anachoanza, anaingia kwenye akili yako, anaanza kukuhubiria. Anahubiri. Unajua wewe ile dhambi ukusamehewa, na ndio maana unapitia haya. Unajua wewe pale kanisani hupendi, wale wa mama hawakupendi, na ndio maana unaona wako hivi na hivi. Unajua yule jirani yako huwa anakufanyia hivi. Unajua mchungaji, yani wewe anakuona sio kitu. Shetani anaendelea kukuhubiria vitu si kila siku na kila wakati. Kwa hiyo unajikuta moyo wako umejaa mambo ya uongo ya shetani, ambayo sasa yeye ni mjanja. Akikujaza vitu vyake, anataka apate mlango wa kupita kukuletea matatizo makubwa zaidi. Mungu atusaidie. Kwa hiyo wakati unapita wakati mgumu, shetani huwa anakuwa ni mjanja sana. Jitahidi kila wakati vunja uongo wa shetani wowote. Ukiona anakuambia wewe upendi, sema mimi napendwa kuliko mabinti wote pale kanisani. Ukiona anakuambia mchungaji wewe anakuona na bado kiroho, sema mimi mchungaji tena huwa akitoka ibadani lazima anisalimie, na ananipenda na niona mimi mtumishi wa Mungu. Ukiona anakuhubiria kwamba huo ugonjwa, unajua huo ugonjwa yani kupona sio rahisi, sema kwa kupigwa kwake Yesu mimi nimepona. Na kama nitakufa kwa sababu Bwana ametaka. Haleluya. Mimi nakumbuka wanamwambia mama mmoja, namwambia anasikitika sana, mimi naumwa sijui nitakufa. Nikamwambia kufa wote tutakufa, lakini siku ambayo Bwana ametaka uondoke utaondoka. Unajua alikuwa anaumwa tight, akaanza kunyanyuka mwenyewe, akasema kumbe, nikasema ndio siku ambayo Bwana atataka. Na siku ile kweli nafikiri nilikuwa nina nguvu ya Mungu siku hiyo. Yaani ninapoongea nilikuwa na feel kabisa kwamba hichi kinaenda kuleta impact. Nikamwambia utakufa siku ambayo Bwana atataka uondoke. Lakini kama wakuu wa giza wamepanga, forget it. Amen. Akasema haleluya. Kwa hiyo mahubiri ya shetani, wewe acha akuhubirie. Mwambie nihubirie sana, lakini you will never get it. Hutanipata kwa lolote. Bwana Yesu asifiwe. Mungu aendelee kutusaidia. Shetani bado ni mjanja. Anajua hizi nyakati za mwisho. Anajua akitupotosha kwa hivi, atapata jinsi ya kutuingia ili ya kwamba tusimuone Mungu wetu. Tumetumika kwa Mungu miaka 20, miaka 30. Halafu leo shetani akupoteza kirahisi. Miaka 3, hata mwaka mmoja ni muda mwingi sana. Kujinyima mambo ya raha ya dunia hii. Sema unipotezi kirahisi. Hata mwezi mmoja unipotezi mimi kirahisi.
shetani huwezi kunihubiria. Haleluya. Lakini kuna kitabu nilikuwa nasoma kinasema hivi, usiangalie adui nje, unatafuta dirishani adui yuko wapi anayekuja kuniangamiza. Kumbe adui unaye mwenyewe hapo hapo ulipo. Kitabu kinasema do not look the enemy outside because the enemy is already inside you. Hicho kitabu kama utaenda kutafuta. Kwa hiyo adui unaanza kutafuta nani ananiroga? Atakuwa mama fulani. Atakuwa fulani. Hapana. Adui unaye mwenyewe hapo hapo. Biblia inasema mpingeni shetani naye atawakimbia. Unaanza kutafuta adui nje. Na wakati wewe umpingi shetani, anakuletea mahubiri ya ajabu kichwani kwamba wewe ugonjwa unayapokea tu. Adui unaye mwenyewe hapo hapo anakutafuta. Usitafute adui wa nje. Haleluya. Wakati mwingine shetani huwa anamuonea huruma. Nafikiri tumuonee huruma pia. Lakini naye anatutesa. Sivyo? Lakini kwa mtu kama tusipojitambua, ni kweli shetani ni giant. Lakini tukijitambua, yani hahitaji nguvu kubwa. Kuna kitabu kingine kinasema, yani usihangaike kukemea shetani kwa chance. Jasho linakutoka. Vitu vingine ni kumresist, kumpinga tu. Unampinga. Unampingaje sasa? Kumpinga shetani. Kuvaa diria haki. Si vitu vya kawaida tu. Yaani una haja unasema, nategua mitego ile kule kwa jina la Yesu. Nategua mitego ya maovu. Mitego mingine inategwa kwa sababu ya wewe ulivyo. Hujavaa diria haki. Sio ukweli, unaongea uongo. Ukishaongea uongo, watu wanakwazika, wanaanza kukusema. Unasema napinga maadui. Na wafitinisha. Unawafitinisha wewe ndio umefitinisha. Haleluya. Kwa hiyo shetani wakati mwingine sijui niseme tunamuonea sielewe. Si hamna haja ya kukemea. Sisi wenyewe tunamkaribisha kwamba karibu shetani. Naye anaanza kufanya kazi. Haleluya. Mungu atusaidie sana. Lakini wakati unavunja huo uongo wa shetani, maana shetani siku zote anachokuambia kichwani, kikikukaa kichwani, ndicho ambacho kitatendeka kwenye ulimwengu wa roho. Unapofikiria kinajengeka. Lakini wakati wote unapokuwa katika magumu, jaribu kumwambia Mungu kwamba ninavunja uongo wote wa shetani katika afya yangu. Chochote ulichonihubiria shetani kuhusu afya yangu, ninakivunja. Chochote ulichonihubiria kuhusu pale kanisani, kwamba pale kanisani sijui nini, pale kanisani ninavunja. Vunja huo uongo. Katika kazi yako, kazini, uongo wote shetani anaokutengenezea. Unajua wakati mwingine unasingiziwa tu kazini. Yule sijui yuko hivi na hivi. Unakosa amani. Vunja huo uongo hivyo vinywa ambavyo vinatamka juu yako. Haleluya. Ukiendelea kuvunja kila siku uongo wa shetani, utaona breakthrough. Utaona vitu vinafunguliwa. Mambo yanaendelea kuwa mazuri. Mambo ambayo ulikuwa unaomba miaka na miaka inakuja kujibiwa sasa. Bwana Yesu asifiwe. Kuna kaka mmoja alikuwa amekorofishana. Yaani sio kukorofishana, amekwazana na kaka yake. Kwa hiyo akawa yaani sijui ilitokea nini. Kwa shetani akawa anamhubiria yule kaka yako mbaya sana. Yule kaka yako mbaya sana. Kwa hiyo akili yake ilikuwa imejenga kwamba kaka yangu ni mbaya sana. Kumbe shetani anaendelea kuleta mishale juu ya maisha yake. Siku akagundua hilo, akasema ngoja ni practice hichi kitu. Nivunje uongo wa shetani. Kwa nini ananihubiria kaka yangu ni mbaya? Kuna ndugu wengine waongee, si ndio? Anajua yule ni mbaya. Akapractice akavunja. Yaani amevunja kwamba wasiendelee kukorofishana na kaka yake. Alafu majibu anakuja kupata kitu kingine. Alikuwa anaomba kitu kingine, akaja kupata kazi ambacho hakuwa anaomba hicho. Yeye aliomba tu, Mungu ninavunja kabisa. Mimi sitaki
tulikorofishana na kakangu, lakini Mungu akamjibu ombi lingine. Kwa hiyo unakuta kuna vitu ambavyo shetani ametufunga ili aendelee kuchelewesha baraka zetu. Usishikilie watu, achilia moyo wako. Kitu cha mwisho, ukiwa katika magumu usiyabebe mwenyewe. Kuna picha nilikuwa nakaa nafikiria, nikachora mama amebeba mtoto, halafu mtoto amebeba mkoba. Sasa ule mkoba mtoto kajitwisha hivyo hivyo, huku kabeba mgongo. Mama yake anamwambia lete. Nikawa tu ile picha naifikiria kwamba mama yake anataka ampokee ule mkoba au bebe amsaidie, lakini mtoto hataki, anaendelea tu kuumia, shingo inaniuma, kabebe. Au fikiria uko kwenye gari afu umebeba begi kichwani. Kwa nini usiweke kwenye keri ukapumzika kwenye kiti? Unajua hata Mungu anatushangaa. Atakuwa anauliza, wewe Ana, huo mzigo weka kwenye keri ya pale, unaiona? Weka pale afu kaa kwenye kiti. Endelea kusafiri. Sasa anaona tumebeba mizigo mikubwa ambayo hata kubeba hatuwezi. Kuna siku nimeota ndoto, nikamsimulia wewe. Nimeota nimepanda kwenye nini guta. Ina mzigo nimekosa usafiri. Ina mzigo, nikasema sasa tupande, tukua kama watatu. Tupande huko tutafikaje? Kule lazima tufike kwa usafiri. Tupande. Tukapanda. Wakapanda wenzangu, ile naingia tu mimi. Kuta ikakwama. Kasema mzigo mzito huu, labda ushuke. Haleluya. Yaani hiyo ndoto ilinitesa sana. Nikasema Mungu, kwa nini nikagundua nimepunguza maombi? Yaani mimi nawapa watu mzigo. Unaona? Yaani ukiwa mtu huombi, ukienda sehemu unawaongezea mzigo. Sijui kama nikichekesha, ila mimi naona kwa kweli. Upo kanisani, watu wanaomba upako. Kwa jina la Yesu, tunaalika neema yako watu wafunguliwe. Sasa yale maombi hayatoshi, macho yako watu wachache. Wewe umekaa nyumbani tu. Uombe ufanye nini? Unaona ninapokuwa? Kwa mle kwenye guta nikaambiwa mimi shuka, mama Faye shuka. Yaani naomba shuka wewe, yaani umeongeza uzito. Kweli hiyo ndoto iliniumiza. Nikaanza maombi, nikasema kweli leo nimezembea na singizia kunyonyesha. Haiwezekani. Funga wiki nzima. Funga kuja kanisani kuomba. Nikasema kumbe mimi ni mzigo. Sasa natafuta ni mzigo wapi? Uende ile guta ni familia. Wenzangu wanaomba, wakipanda wao inawatosha. Nikiingia mimi na mizigo yangu, mimi nakuwa mzito sasa. Guta inashindwa kweli. Muone ninapokuwa. Usiwape watu mzigo. Mpe Yesu mzigo. Isaya, Zaburi 33 mstari wa 20. Hiyo tuachane nayo. Au kama mtu alipata asome haraka tu. Tunamalizia hii point. 33 mstari wa 20. Neno linasema, nafsi zetu zinamngoja Bwana, yeye ndiye msaada wetu na ngao yetu. Amen. Pointi yangu nilikuwa nasema kumwachia Mungu magumu yote. Ufanye nini wakati unakuwa kwenye magumu? Kitu cha kwanza nimesemaje? Tusije kwa tunaenda mbele tuwe tumesahau. Cha kwanza nimesemaje? Hichi cha mwisho. Cha kwanza nimesemaje? Ona jambo lile gumu au mambo magumu katika mtazamo wa kimungu, si ndio? Cha pili nikasema vunja uongo wa shetani, usikae katika fahamu zako, atakupotosha. Cha tatu sasa, mwachie Mungu magumu yote. Ndio maana Zaburi anasema namngoja Bwana. Ninakungoja Bwana. Mtu anayemngoja mtu manake anajua pale ndio nitapata kila kitu. Isaya 41 mstari wa 10. Naomba unisomee. Na moja mstari wa 10. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako. Nitakutia nguvu, naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wangu wa kuume kwa haki yangu. Amen. Haleluya. Isaya 41, naomba leo uichukue. Kama hujaelewa somo, ichukue kama ilivyo. Kama hujaelewa, iwe ndio point yako ya msingi.
Isaya 41 mstari wa 10 anasema nipo pamoja na wewe. Kuna vitu vitatu kwenye ule mstari. Cha kwanza, nipo pamoja na nani? Na wewe. Katika hayo unayopitia, Mungu anasema yuko pamoja na wewe. Naona? Nilikuwa nasoma kitabu kimoja cha habari ya mwana mpotevu. Anasema wakati yule mwenzake anarudi sasa, yule alikuwa amebaki na baba yake alikuwa pale. Ila mwenzake anaporudi akafanywa sherehe. Aliyokuwepo na baba yake akawa anaona wivu. Akamwambia, "Baba, kwa nini unafanyia sherehe? Mimi nimekusaidia miaka yote, nimekuwa mwaminifu." Akasema, "Mwanangu, sasa ungejua wewe ndio unaniliki na mimi. Si uko pamoja na mimi? Tuko wote hapa." Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo anaposema uko pamoja na mimi, maana yake uko pamoja na Mungu. Yaani hapo unapotembea uko pamoja na Mungu. Hilo gumu unalopitia uko pamoja na Mungu. Kwa hiyo wewe kazi kwako tu. Ukitaka mpatie begi au beba mwenyewe. Lakini Mungu hachoki. Wewe mbebeshe mabegi yote. Kwa nini uyabebe? Mimi kwa kweli yani nikipata Mungu, yani mimi usifikiri kwamba eti nitalala nyumbani nianze kuangalia macho. Siwezi. Siwezi kabisa. Yaani ukiona Mama Faye yuko hapo kanisani ujue tayari kimenuka huko. Utanikuta niko pale masaa 3 4 unakaa, unaongea na Bwana. Uliza maswali yote unayotaka. Kwa sababu Bwana yuko pamoja na wewe. Yuko pamoja na wewe. Lakini kwenye ule mstari kitu cha pili anasema mimi ni Mungu wako. Umeona? Mimi ni wako. Yaani mimi ni Mungu wako. Ni wako wewe. Kwa hiyo kama wewe Mungu ni wa kwangu, maana yake na ulivyo navyo wewe vyote ni vyangu pia, si ndio? Kwa sababu mimi Mungu ameniambia na vyote ulivyo navyo basi ni vya kwangu. Omba chochote. Unataka afya, omba kwa Mungu. Yeye ni Mungu wako. Unataka mali, unataka fedha, unataka mke, unataka mume, mwambie Bwana. Yeye ni Mungu wako. Lakini cha mwisho ambacho mimi anasema kwa kweli tuna upendeleo, anasema nitakutia nguvu, nitakusaidia, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yako. Haleluya. Anaposema kwenye Biblia mkono wa kuume, hamaanishi nitakushika kwa mkono wa kulia. Anamaanisha, nilikuwa nasoma kwenye tafsiri ya Kiingereza, anamaanisha authority, yani power, nguvu. Anaposema nitakushika kwa mkono wa kuume, maana yake nitakupa mamlaka ya kufanya chochote. Ametupa mamlaka ya kutamka chochote, ya kubadili chochote. Bwana Yesu asifiwe. Hamna haja ya kuendelea kujitwisha huu mzigo kufikiria. Nenda tulie na Bwana. Mwambie Mungu, umenishika kwa mkono wa kuume wa haki yako. Basi, asante Mungu. Halafu kingine sasa kwenye Mathayo 11 utasoma 28 mpaka 30. Anasema hivi. Anasema kwamba Mathayo 11:28 mpaka 30. Mmoja alisomea mstari mmoja ule wa kwanza. Amen. Amen, unatosha. Kwa hiyo hii pointi ya mwisho anasema kwamba jistareheshe au jipumzishe kwa Bwana. Hata kama unapita wakati mgumu, jistareheshe. Tunaposema kujistarehesha, unapumzika. Yaani unaamua sasa mimi nataka nikapumzike kwa Bwana. Nataka ni relax. Nisiendelee kufikiria haya ninayofikiria. Kujipumzisha maana yake unayaacha sasa. Unasema sasa wewe Fred unaumwa. Nimeambia nilikuwa na mambo matano. Hayo mengine siasemi. Nitashuhudia siku nyingine. Unamweka hapa Fred, unaweka na hilo lingine. Unaweka na lingine, alafu unapumzika. Unasema Mungu haya wapi? Huko kujistarehesha kwa Bwana. Acha baby. Wewe relax, endelea na mambo mengine. Endelea na mambo mengine ya kumtumikia Mungu. Haleluya. Unapozidi kumwamini Mungu, ndivyo magumu yanapozidi kuondoka yenyewe. Hutaona ugumu, lakini utaona wepesi kila wakati. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ili neno wakati ninaliangalia, mimi mwenyewe nilikuwa nahudumiwa kwa sababu mara nyingi na mimi huwa najiuliza maswali. Ninapopita wakati mgumu, najua kila mmoja huwa anajiuliza
kuuliza maswali. Au kuna mwingine ambaye hajiulizi swali? Lazima utajiuliza, Mungu jamani. Hata kama uulizi swali nililosema hapa, lakini lazima kuna kitu ambacho kinazunguka akilini. Kwa nini Baba, kwa nini? Unaweza ukafika wakati umebana kwenye engo, unalia tu, kwa nini Baba? Mimi nasemaga machozi yangu siwezi nikayamwaga kule chumbani, mtu amenikwaza na alia kule chumbani anamwagika bure. Hayamwagiki bure. Nakuja kulilia hapa. Haleluya. Au hata kama kule nyumbani nalia kwa faida, kwamba ninalia na mwambie huku, namwambia Baba, Yesu nisaidie. Kuna mtu alinitania akaniambia, "Mafei, wewe ukifika tu kwenye maombi najua umefika." Nikasema kwa nini? Akasema, "Unajua unapoomba." Sasa siwaambie, msije mkao mnanisikiliza. Ndaona unaita tu Yesu. Umebana na machozi, unashindwa kutamka. Mambo ni magumu. Unaita Yesu. Yesu peke yako. Yesu peke yako. Kwa nini nilia machozi chumbani na lalamika? Kwa nini nisije kumuita hapa? Basi huwa napenda sana huo wakati. Ukiwa na uchungu, umeumizwa, na kuja na mwambia Yesu, Yesu nisaidie. Nakumbuka mama Msigu alikuwa ananiambia, "Mwanangu, hivi unajua hiyo Yesu wako inanifanyaga hata mimi naanza kuomba. Ukiwa unaita na mimi nasikia kama anakuja." Haleluya. Mwite Mungu. Mwite hata kwa ajili ya wengine. Wala usiendelee kuhangaika. Mtu asikusumbue. Wewe umebeba chapa ya Yesu. Amen. Mtu asikuhangaishe na lolote. Anayesema aseme. Anayefanya hivi afanye juu yako. Sema mimi ninamwangalia Bwana. Sipo kwa ajili ya dunia hii. Na usije hata siku moja ukakata tamaa, siendi kanisani, simtumikii Mungu eti kwa sababu ya haya ninayopitia. Hapana. Nilikuwa nimesema asubuhi kwamba ukikata tamaa, hata Kingaza siku zile alituambia siku zile kwenye ibada pale kwa mchungaji. Alisema, yani unaweza ukawa na mali nyingi, sawa, kupata mali nyingi. Haya, umepata hivi, vyote ulivyokuwa unavitaka duniani umevipata. Haya, baada ya hapo what next? Nini kinafuata? Baada ya kuondoka hapa duniani unaenda wapi? Kwa hiyo hayo magumu unayopitia, usije ukajidanganya eti nirudi nyuma. Wananisema sana kanisani, ngoja niache kanisa lao. No. Sijui wananifanyia hivi, niache kwenda ibadani. Hapana. Mbingu ipo na jehanamu ipo. Nilikuwa nimeomba ushuhuda asubuhi, na ambaye alikuwa wakati anafariki alisema ameokoka sana huyo baba. Mtumishi wa Mungu mzuri. Yaani alikuwa sio kwamba anahubiri nini, lakini alikuwa mtu ambaye kwa kweli nafikiri ni mtakatifu, niseme kwa kifupi. Siku anaondoka alisema naiona Yerusalemu, afu akajua anatania. Akalala kwa mwaka huu. No. Sasa kama mtu ambaye nilikuwa namfahamu anasema naiona Yerusalemu, jamani, bado huamini kwamba kuna mbingu? Alafu hapo Bwana anaondoka, bado huamini? Ndugu yangu, mbingu ipo, jehanamu ipo. Usirudishe nyuma kwa ajili ya magumu unayopitia. Njoo kanisani, endelea na Mungu. Safari bado, na Yesu yuko karibu kurudi. Kuna mtu mmoja alikuwa anaongea kwenye clip kwenye simu, akasema hivi, watu wao wanaitafsiri Yesu yuko karibu kurudi. Yaani Yesu yuko karibu kurudi. Ulianza kusikia lini? Yaani umesikia nani? Yesu yuko karibu kurudi. Yaani wewe Yesu wako, yaani siku yako ya mwisho iko hapa. Sikutishi kwamba wewe siku yako ya mwisho iko hapa. Simaanishi hivyo. Yaani wewe siku yako ya mwisho ndio Yesu yuko karibu kurudi. Alikuwa anaongea hivyo nikamuelewa. Kumbe Yesu yuko karibu kurudi. Mimi siku yoyote na wakati wote naondoka. Kwa hiyo Yesu yuko karibu kurudi. Usifanye mchezo. Magumu yasikurudishe nyuma. Naomba mchana wa leo hebu tumwambie Mungu kitu. Na nilimwambia Mungu, naomba kama utaruhusu tuombe maombi ambayo Bwana utawafanya watu wako waondokane na hayo magumu, wasianze kufikiria yale yanayowakuta kwa kusahau wewe. Naomba tusimame.